nimekuandalia siku hii ya leo, siku ya Jumatano ya mwezi wa 4 tarehe 29 2026 majira haya, baada ya mechi kukamilika, mechi ya leo kutanishi wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa ugenini dhidi ya wananchi Young Africans. Wananchi Young Africans wamekubali kichapo cha bao 1-0 mbele ya aliyekuwa mteja wao wa muda mrefu ambaye ni mtani wake wa jadi. Hapa namzungumzia Simba Sports Club, ambalo bao pekee ambalo limepatikana dakika ya 120 ya mchezo baada ya kupatikana kwa penalty ambayo ililazimika baada ya kuguswa vibaya kwa mchezaji wa wekundu Msimbazi Simba ambaye tunamfahamu kama Clatous Chota Chama. Dakika ya 120 ya mchezo ulipigwa dakika 90 zikakamilika 0-0. Dakika ya 120 ambapo ziliongezwa dakika zingine nusu saa nyingine ambapo zilikamilisha masaa mawili ya mchezo. Kumbuka mpira ni dakika 90 ambayo ni sawa na lisali 1.5. Kwa hiyo zilivyoongezeka tena dakika zingine 30, kwa hiyo ikawa ni masaa mawili. Hii mechi ilikuwa imekadiriwa kwamba lazima itakwenda katika hatua ya mikwaju ya penalty, ambapo yeyote atakayebahatika ataondoka na kombe la Muungano Cup, lakini haikuwa hivyo. Dakika ya 120 Clatous Chota Chama alichezea madhambi katika eneo la hatari, eneo la box, ambapo likasababisha wekundu Msimbazi Simba kupata penalty kwa dakika ya 120 ya mchezo, ambapo klabu ya wekundu Msimbazi Simba imetoa taji la ubingwa wa Muungano Cup mbele ya wananchi Young Africans katika finali iliyochezwa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Imetoa ubingwa huo baada ya kupata bao la dakika za jioni kabisa kwa mikwaju wa penalty ambao ulipigwa na Selemani Mwalimu, ambayo ilisababishwa kwa kuguswa vibaya kwa Clatous Chota Chama na faulu ambayo ilipigwa katika eneo la hatari. Mechi hiyo ilimalizika kwenda dakika 120 baada ya kuisha kwa suluhu. Selemani Mwalimu ambaye amefunga lile bao lake la 3 na bao la kwanza la pekee kabisa la mchezo siku ya leo, ameibuka kuwa man of the match wa siku hii ya leo. Mechi bwana ilikuwaje? Wengi wataniuliza kwamba bro, mechi ilikuwaje? Mechi ilikuwa kama kawaida ya dabi. Siku zote dabi huwa haikaagi upande mmoja, kwa Simba ama kwa Yanga. Siku zote nakuaga ni shambulie ni jilinde na mimi nishambulie, lakini ukishambulia sana inapigwa counter attack, mambo yanakuwa ni hatari kwa upande wako. Ndivyo ilivyokuwa na hata siku ya leo. Wananchi Young Africans wameshambulia sana, wekundu Msimbazi Simba wameshambulia sana, lakini counter attack zimefanyika sana, lakini kumalizia imekuwa ni changamoto. Labda tunaweza kusema kwa wananchi Young Africans kukosekana kwa Mohamed Hussein Zimbo Junior siku hii ya leo imesababisha kupungua sana kwa zile cross ambazo Mohamed Hussein tumezoea kuona akizichonga, ambapo kama angekuepo huenda basi zingechongwa cross nyingi ambazo zingeleta labda hatari na hata kusababisha goli kwa wananchi Young Africans, lakini zimekuwa ni chache katika siku hii ya leo. Imesababisha namna gani ambavyo ushambuliaji umekuwa adimu sana, lakini Prince Mpumelelo Dube naye badala ya kuwa mshambuliaji ambaye yeye ndiye atakayetumika katika kufanya mashambulizi ya mwisho, yeye badala ya mashambulizi